Uchaguzi wa Oktoba 29 wa Tanzania uligubikwa na maandamano na vurugu. BBC imethibitisha video na picha za kutisha zikionyesha athari za matumizi ya nguvu ya polisi wanaoaminika kuwa ni vyombo vya usalama. Tumetumia picha za satellite na kulinganisha na vitu tulivyoviona kwenye video ili kuthibitisha maeneo ya matukio hayo. Miili iliyorundikwa kwa pamoja, majeraha ya risasi sehemu mbalimbali za mwili. Na mtazamaji wangu, leo hii kuna jambo ambalo limefanyika halikuwa likitarajiwa kabisa, kwani leo hii BBC imeweza kuibuka na taarifa nzito ambayo wameweza kuifanyia uchunguzi kwa kina, kufichua yote maovu yaliyoweza kufanyika kipindi na wakati ambapo mitandao ya internet iliweza kuzimwa. Mtazamaji wangu, documentary hii imeweza kuvunja mioyo ya watu wengi kutokana na vitu vya kikatili ambavyo vimeweza kushuhudiwa. Ila kwanza kabisa, mtazamaji wangu, itakuwa vema iwapo utachukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Ni vema kwa wewe kulike na kushare video zetu. Mtazamaji wangu, uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 haukuweza kutarajia iwapo BBC ingeweza kufanya uchunguzi wa aina hii. Mtazamaji wangu, mimi binafsi nimeweza kupitia changamoto kutizama video hizo, ila kwa mujibu wa sisi hapa kuwa wanahabari, tungependa kupeperusha habari hii inayozidi kuonyesha jinsi gani ambavyo utumiaji wa nguvu kupita kiasi uliweza kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania kipindi na wakati ambapo interneti iliweza kuzimwa. Kulingana na radi ambazo zimeweza kutumiwa na BBC, wameweza kudhihirisha wazi kwamba kuliweza kuwa na visa vya mauaji katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo ni pigo kubwa kwa uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7, ijapokuwa waliweza kujaribu kuomba raia yeyote yule asiweze kusambaza picha ama video alizoweza kuzinakili kipindi na wakati wa maandamano ya vijana Gen Z. Mtazamaji wangu, hali hii ama hatua hii kwa njia moja ama nyingine inazidi kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo mawakili wanaozidi kutetea vijana wa Gen Z walioweza kukamatwa kabla ya uchaguzi mkuu na hata baada ya uchaguzi mkuu kuhusishwa na maandamano katika Jamhuri ya Tanzania kupewa kesi ya uhaini. Hivi sasa mawakili wanazidi kutupilia mbali kesi yoyote ile ya uhaini kwa kijana yote yule wa Gen Z aliyekuwa akiandamana, kwani maandamano aliyokuwa akiyafanya ni kulingana na katiba ya Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi hakuna kosa la uhaini katika kuandamana, na ndipo ambapo tunazidi kushuhudia hasa mataifa ya East Africa kusimama pakubwa na vijana Gen Z waliokuwa wameweza kukamatwa. Hata tumeshuhudia wengi wakifanya challenge ambayo iliweza kusababisha kukamatwa kwake Nifa. Mtazamaji wangu, documentary hii ya BBC imeweza kusababisha hata baadhi ya Tanzania waliokuwa na imani na uongozi wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa kukosa imani kabisa, hatua ambayo inazidi kuweka uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 hatarini, hata kushindwa kumaliza miaka 5 mamlakani. Mbaya kabisa, sote tunafahamu kwamba vijana Gen Z, kutokana na wao kuamini kwamba kilio chao hakijaweza kusikilizwa na viongozi wakuu wa chama cha CCM, wameweza kuandaa maandamano mapya ambayo yameweza kuratibiwa kufanyika tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025 kwa njia moja ama nyingine. Mtazamaji wangu, hatua hii inazidi kudhihirisha wazi kwamba mvutano wa kisiasa ulioko hivi sasa kati ya vijana Gen Z na uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7. Mbaya kabisa, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo uongozi huu wa serikali ya awamu ya 7 unazidi kuhitaji Gen Z ama Watanzania wote kwa ujumla. Na amini usiamini, kwa kweli uongozi huu wa serikali ya awamu ya 7 hautaweza kuongoza yote yule hayupo tayari kuongozwa nao. Pia tuliweza kushuhudia kipindi na
na wakati wa kampeni na rali za CCM tuliweza kushuhudia idadi kubwa ya watu waliokuwa wakilipwa na uongozi huu ulioko mamlakani ama madarakani waweze kuhudhuria rali zao za CCM, jambo ambalo limeweza kuvunja moyo kipindi na wakati ambapo jenzi walipoweza kuandamana. Hao waliokuwa wakilipwa pesa kidogo kwa ajili ya kupata pesa hizo kukidhi mahitaji yao, wale walioweza kupewa fursa ya kupiga risasi hawakuweza kujali maisha ya vijana hawa Gen Z, hatua ambayo mtazamaji wangu ni ya kuvunja moyo kwa njia moja ama nyingine, kuonyesha jinsi gani ambavyo viongozi hawa wanaonyesha ubinafsi na kutojali maslahi ya Watanzania wengine. Mbaya kabisa, hatua hii mataifa ya kigeni, baadhi ya mataifa yanafahamu, ila kuna baadhi ya mataifa ambayo yapo mbioni kwa ajili ya kutafuta haki kwa yeyote yule aliyeweza kuaga dunia katika maandamano yaliyokuwa ya vijana Gen Z katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo linazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo kwa njia moja ama nyingine uongozi wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa upo katika nafasi isiyokuwa ya kupendeza mno. Mbaya kabisa, kuna moja pia documentary inayozidi kusubiriwa kufanyika katika runinga ya CNN. Sote tuliweza kushuhudia jinsi gani ambavyo Larry Madowo, mwanahabari katika runinga hiyo ya CNN, aliweza kuagiza Watanzania pamoja na baadhi ya watu waliokuwa katika maandamano waweze kutuma vipande vya video, pia picha walizonakili wakati huo. Mtazamaji wangu, amini usiamini, uongozi wa serikali ya awamu ya 7 unazidi kupoteza pakubwa. Sote tunafahamu kwamba uongozi huu wa serikali ya awamu ya 7 kipindi na wakati ambapo waliweza kuzima internet, walitarajia hakuna chochote kile kitaweza kutoka katika Jamhuri ya Tanzania na kuelekea nje ya mataifa mengine. Mtazamaji wangu, jambo hilo linaonyesha jinsi gani ambavyo utumiaji wa nguvu kupita kiasi upo katika Jamhuri ya Tanzania. Pia kwa njia moja ama nyingine hakuna uhuru wa vyombo vya habari. Mtazamaji wangu, iwapo wewe hapo ni Mtanzania kweli na upo katika Jamhuri ya Tanzania, huenda kaweza kudhibitisha hilo wazi jinsi gani ambavyo baadhi ya media kubwa ambazo Watanzania waliweza kutarajia kuwasaidia katika kipindi kigumu walichokuwa chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 wakati huo, vyombo hivyo vya habari havikuweza kufanya hivyo na hata kusababisha mass unfollowing kwa vyombo hivyo vya habari. Ila mwisho siku ikumbuke kwamba uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6 kwa njia moja ama nyingine lazima uliweza kuhusika, ila haukutarajia mataifa ya kigeni, media kubwa kama BBC, CNN, Al Jazeera na France 24 kwa njia moja ama nyingine zitaweza kuanika na kupeperusha yote yale yaliyofanyika kinyume ama kwa ukiukaji wa haki za binadamu. Sasa mtazamaji wangu, itakuwa vema iwapo wewe hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.